Sifiwe. Ningependa kuwakaribisha watazamaji wetu ambao mnaotutazama kupitia luninga ya Gospel TV, mnaotutazama pia kwa YouTube na Facebook mchana wale. Ningependa kuwakaribisha na nitumie fursa hii kuweza kushukuru askofu wetu Daktari George kwa kunipa nafasi kuhubiri katika TV ya Gospel TV. Kwa hivyo nakaribisha sana tunapoingia katika ibada ya mchana wa leo, na najua kwamba Mungu maana neno la Mungu linasema kwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kupitia neno lote litokalo katika nje ya kinywa cha Bwana. Mungu abariki sana tunapoingia katika ibada ya mchana wa leo. Na siku ya leo ningependa tu nikaendelee katika ujumbe niliokuwa nikizungumza Jumapili iliyopita, kwa sababu kuna mambo tunahitaji kuelewa. Biblia nilikuwa nazungumza wiki iliyopita kuhusu sisi ni hekalu ya Bwana na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Na nilipofika mahali pale, ningependa ya kwamba tuweze kuelewa, kwa sababu watu wengi hawajuangi kama wamejazwa ama kama Roho wa Mungu anakaa ndani yake. Na hili ni swali ambalo ningependa kulijibu kwa wengi, kwa sababu wakati mwingine watu hudhani ya kwamba tu kama hauongei kwa dini haujajazwa, kama hautumiki katika njia fulani haujajazwa Roho. Na ningependa ya kwamba tuweze kuelewa katika hii jambo la kwamba Mungu anapokaa ndani yako ni nini ambao hufanyika, kwa sababu kuna mambo hufanyika. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu ajapo katika mtu ni kama jinsi ambavyo naweza ukakaribisha mtu katika nyumba yako. Upende usipende, kama kulikuwa na viti vitatu, kiti kimoja kitakuwa occupied na mtu mwingine ambaye aliyeingia katika nyumba ile. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo kama alikuwa amejipika perfume, utasikia harufu ya perfume. Jinsi ambavyo kama kuna mizigo alikuwa amekuja nayo, atakuwa nayo katika hiyo nyumba. Tuelewe ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu ni mtu, ila hana mwili mwili kama mwanadamu. Ni roho, lakini ni Mungu, ni mwanadamu, ako na utu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ajapo katika maisha ya mtu, lazima kuna mambo ambayo utahisi, utajua amekuja na anakaa ndani yako. Na sio tu hivyo, kuna evidences na manifestations ambazo hufuata. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio ishara ambayo inaweza kukuambia, ijapokuwa macho haya ya mwili hayaoni, itasababisha nijue kweli Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa ndani yangu. Naweza kuwa siongei kwa dimi, naweza kuwa ya kwamba siwezi nikatafsiri dimi, naweza kuwa pengine situmiki na uponyaji, huenda pengine sihubiri, mimi sio mchungaji, I'm not an apostle, I'm not an evangelist. Naweza kuwa katika hayo maeneo yote, katika hizo vipawa vingine sina. Lakini kuna mambo ambayo Roho wa Mungu akiwa juu yako, akiingia ndani yako, lazima kutakuwa na evidence. Yaani hii evidence ni nini? Si ni ishara. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Kutakuwa na ishara. Haleluya. Kutakuwa na jambo ambalo ni la kuonekana, ambalo itaonekana kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengine katika kanisa wanahisi ni kama sijajazwa, ama unakaa katika wakati wa Kristo unaona ni kama hauna Roho Mtakatifu wa Mungu. But we need to understand, praise the name of the living God, because at the same time the Holy Spirit of God comes in levels. Anakujanga katika viwango. Nakumbuka kuna wakati nilimention hili jambo kuhusu when the Spirit of God is in you and when the Spirit of God comes upon you. Praise the name of the living God. Na nikazungumza nikafuatia maandiko, nikaeleza ya kwamba wakati Roho Mtakatifu wa Mungu yuko ndani yako, kitu cha kwanza hufanya ni kubadilisha mazingira yale na kubadilisha mienendo na maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. When he is in you, he deals, anashughulikia mtu wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Na nitasoma verse moja watu ambao huwa wana overlook sana, but it tells us when he comes in you, the first sign, the first change that takes place in your life. Praise the name of the living God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mark checks out. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nataka nisomewe hili andiko in the book of 1 Corinthians
chapter number 12 verses 3. Korintho wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna somo wale ambao wanafanya theolojia, nadhani wameifanya juzi, course moja inaitwa apologetic. Huwa kazi yake ama kusoma hili somo ni la kukusaidia kudefend neno la Mungu jinsi ambavyo lilivyo, lakini at the same time you can defend neno la Mungu kwa akili zako, lakini neno la Mungu lenyewe linajitetea, lakini lazima uweze kujua neno la Mungu linasema nini kuhusiana na jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuleta ukweli katika uwazi, katika mazingira ambayo yamejawa na pingamizi na maswali mengi katika watu. So that course apologetics inakusaidia kujibu maswali kama haya na changamoto kama hizi zinazoulizwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. So nisome hilo andiko, 1 Corinthians chapter number 1 verses 12, chapter number 12 verses 3. Wakorintho wa kwanza mlango wake wa 12 mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho, mstari wa 3. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Nataka tuangalie huu mstari kwanza, katutaingia hadithi yake, ya kwamba kitu cha kwanza ambacho husababisha ama mtu huelewa niko na Roho, mtu akishapata Roho Mtakatifu wa Mungu, hawezi ukamlaani Yesu ama ukaongea kinyume na Yesu. In other words, you can't go contrary to this word. Praise the name of the living God. So this means what? Kuna mabadiliko ambayo hutokea katika moyo na katika mawazo ya mtu Roho wa Mungu ajapo. Ndipo maandiko yanasema ya kwamba hakuna yeyote aliye na Roho wa Mungu anaweza kusema Yesu alaaniwe. Sawa. Utaniuliza kwa nini watu wengine wanasemanga Yesu asifiwe lakini hawaja. Sasa tuingie katika mstari wa pili uweze kuelewa. Kwa hivyo hizi conditions mbili ndizo hatua ambazo mwanadamu huenda. Kitambo kabla haujajua Mungu ulikuwa kinyume. Ulifanya kinyume na Kristo. Ulifanya maovu na ulifanya dhambi. Lakini wakati ambapo Roho Mtakatifu wa Mungu alikuja juu yako, samadi kwenye book of John chapter number 16 inazungumza kwamba the Spirit of God convicts the world of their sins. Kwa wakati ambapo Roho Mtakatifu amlikuja kwako, kwa sababu ni yeye hushawishi mtu katika wokovu, na akisha kuishi katika wokovu, kwa sababu mtu wako wa ndani aliyekuwa anafanya dhambi alikuwa amekufa, akishaingia ndani yake Roho Mtakatifu wa Mungu, kitu cha kwanza hufanya ni kufufua huyo mtu ambaye aliyekufa katika dhambi na kurudi katika uhai. Meaning wakati ambapo ulikuwa katika dunia ungefanya jambo lolote lile na hungehukumika. So hiyo dhamira, ukitaka kujua umefufuliwa, ni hiyo dhamira ya mtu wa ndani aliyekuwa amekufa ameanza kurudi hai. Unapoenda kufanya dhambi unahukumika. Bwana Yesu asifiwe. That's the first sign. So the work of the Holy Spirit is to convict you katika dhambi zako, anakuleta katika wokovu. La pili anafanya ni kwamba anafufua mtu wako wa ndani aliyekufa kwa sababu ya dhambi, because the Bible says the wages of sin is death. Ulipokufa kwa sababu ya dhambi umekuwa mfu. So Roho wa Mungu anakuja anafufua yule mtu wa ndani na anaanza kuishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Na akianza kuishi tena anakuwa sensitive na mambo ya uhai na mambo ya mauti. Praise the name of the living God. Mtu ambaye amekufa, kitu chochote ambacho kimekufa hakiwezi kusikia uchungu, hakiwezi kukua, hakiwezi kuendelea. Si ni kweli? Kinakaanga hivyo. So mtu wa ndani, ndio maana unakuta kwamba unashindwa kwa nini mtu anafanya kitu kweli huwezi ukafanya, ni dhambi kabisa na unaiona kabisa, lakini hahisi hukumika, anaweza akafanya. Unaweza kupata mtu anaua na anaua mtu wake wa ndani, ile dhamira inayomwambia kile anachofanya ni makosa haiko, imekufa. So wakati mtu hufufuliwa, mabadiliko hutokea katika pale pa mwanzo.
unarudi katika njia za Kristo, na wakati ambapo ulikuwa unafanya kinyume, ujue ya kwamba ni kama ulikuwa unamtukana Kristo. Maana maandiko inasema ya kwamba mtu ambaye anayefanya dhambi baada ya kujua ukweli, katika kitabu cha Waibrania, ya kwamba ni kama kumsulubisha Yesu mara ya pili. Kwa hivyo ni kama ulikuwa umemkataa Kristo, ni kama ulikuwa unampinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulikuwa katika dhambi, na wale ambao wako katika dhambi, Bwana Yesu asifiwe, na ndipo Yesu akasema ya kwamba kama hawatampokea tayari wamekwisha hukumiwa. Praise the name of the living God. Amen. So they are already judged if they will not receive Christ. Wale watu wa katika dunia saa hizi wakiondoka, hakuna kitu kingine jehanamu kama hujajua Kristo. Kwa hivyo hukumu ni kama iko, lakini unapatiwa nafasi ya kuchagua, kuamua nitarudi upande gani. So Roho Mtakatifu wa Mungu kazi yake ni hiyo. Ya kwanza, kukushawishi katika dhambi, kukuleta katika wokovu, akufufue. Na hapa ndipo kazi inayofanyika ya kwamba, tutaingia katika mstari wa pili usikie. Ndipo hapa ya kwamba katika kumwamini Kristo, kwa sababu hauwezi ukaokoka tu kwa sababu ya kuamini Roho, lazima umwamini Kristo katika wokovu, because salvation is through Christ. Yesu akasema I'm the way, I'm the truth, I'm the... So lazima mkiri Kristo kwa katika imani ili kuingia katika wokovu. Hakuna mtu ambaye anaweza kuokoka pasipo na kumkiri Kristo. So salvation is through Christ. Praise the name of the living God. And that's why the Bible says he was given a name that is above every other name. Jina lililo juu ya majina yote. Kwa hivyo kupitia jina la Yesu wokovu unapatikana. Na hapo ndipo Mungu alimuinua mwanawe. Bwana Yesu asifiwe. So they work together. Na ndipo Yesu akasema kwamba nitakapopatia Roho Mtakatifu wa Mungu atakapokuja, atanishuhudia mimi. The Spirit of God will testify of Christ. Praise the name of the living God. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Mungu akikushawishi, anakuelekeza wokovu ni kupitia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So kazi yake ni kufufua huyo mtu wako wa ndani aliyekufa. Soma huo mstari. Mstari wa pili. Tunajua ya kuwa ulipokuwa watu wa mataifa ulichukuliwa. No, haujamaliza. Mstari huo wa tatu hujamaliza. Mstari wa tatu. Huo mstari wa tatu. Janirudia yote. Kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Praise the name of the living God. So ijapokuwa watu wanazungumza na kusema Bwana Yesu asifiwe na Bwana Yesu asifiwe, that is not the key thing. The key thing is confession for salvation. Romans chapter number 8 inazungumza kuhusu wokovu kuja namna gani? Through kuamini, kisha kinwa kinakiri, na hapo ndipo wokovu hupatikana. Kwa hivyo hata kama wanamuita Yesu, na ndipo nikasema ya kwamba maandiko yanasema vizuri ya kwamba Biblia inasema kwamba tusilitaje jina la Bwana kwa madhihaka ama kwa madharau. Tunamuita Yesu, Bwana Yesu asifiwe, lakini ni madharau, ni madhihaka. Moyoni, katika moyoni mwake hajamwamini huyo Yesu, wala katika kinywa chake kukiri matendo hayadhihirishi wokovu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. So katika mahali ambapo Biblia inasema kwamba basi wakati ambapo tumekwisha fufuliwa, kutoka hapo naanza kukiri Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, ni kumaanisha kazi hiyo imefanywa na nini? Na Roho Mtakatifu wa Mungu. That is the first sign and the evidence, because hauwezi ukaokoka pasipo na Roho. There is no salvation without the work of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit that convicts the world of their sins. It is the Holy Spirit ambaye hufufua roho ya mtu. So the first sign and evidence ya mtu ambaye ako na roho is that. And the walk, safari inaanza. Nitakupeleka katika maandiko mengine ili uweze kunielewa jinsi ambavyo ninavyosema. So there is a sign, ishara ambazo hufuata, and those evidences. Praise the name of the living God. Kuna mtu mmoja anaitwa Paulo. Paulo wakati aliokoka na akakubali Kristo, hakujazwa roho immediately. It took time. Yani kujazwa vipawa vya roho
hata kuongea katika dini hakuongea immediately. It took him time. Praise the name of the living God. Maana watu wengine huwa wanahisi ni kama Wakristo wanaonanga kwa sababu mimi siongei kwa dini ni kama ya kwamba mimi si kama sijaokoka, ama ni kama unajihukumu, unaona ni kama haujasamehewa, ama ni kama haujakubalika katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So I want you to understand the work of the Holy Spirit, and from there you become the temple. Then you start a walk, journey, safari. Na kutoka hiyo safari uelewe ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu na mambo yatasababisha itokee kwako. So now the next thing anafanyanga katika maisha ya mtu, Roho Mungu akikuja ndani yako, he gives. Unaanza kuzaa matunda ya Roho. You can't bear the fruits of the Holy Spirit without Holy Spirit himself. Hawezi ukaniambia kwamba ulipanda nyumba katika shamba lako, ulipanda mbegu za muembe, halafu sasa umeanza ati ule mti sasa wakati ulikuwa umepanda umeanza kuzaa mapapai. Is it possible? It's not. So Holy Spirit akiwa ndani yako, kile kingine ambacho kitakachotokea ni mazao, fruits. Bwana Yesu asifiwe. Can I tell you something? Mimi niliokoka mwaka wa 2003 mwezi wa 3 hapo. But let me tell you, mimi Mungu alianza kunishughulikia katika mambo fulani katika maisha yangu, lakini nikaa ile experience that time to experience the gift of the Holy Spirit. Remember, there are two different things: fruit of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit. Praise the name of the living God. It took time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. I came to experience now ile nguvu zinakalia mtu, na nikajua kipawa changu na Mungu akaanza kunitumia 2008, 5 years. 6 ya kwamba sikuwa niko na roho, ningefanya dhambi, nilikuwa na hisi conviction ndani yangu ilikuwa inaniambia hapo umefanya makosa, tubu. Beleni si hakuna kitu singefanya, sikuwa naona shida. So I started bearing fruits. Na ndipo Yesu akasema ya kwamba tukishakuja kwake we bear fruits that befit repentance. Tuzae matunda yanayoashiria ama kuonyesha ama kudhihirisha wokovu. Bwana Yesu asifiwe. That is the work of the Holy Spirit. Kitabu ungefanya chochote kile. Praise the name of the living God. Hallelujah. So when I'm saying ya kwamba kuongea na dimi, it is not the only sign that I have been filled with the Holy Spirit, because there are other signs. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Tuko pamoja. Nisome haya maandiko ili uweze kunielewa zaidi. 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12, the same 12 from verses 4. Verses 4, 1 Corinthians 12. Biblia inasema hivi. Basi pana tofauti za karama. Sikia, hiyo maandiko inasema vizuri. Kuna tofauti ya karama, na ningependa tuelewe hivi ili ya kwamba usihukumu mtu ati kwa sababu haongei kwa dini ukafikiria kwamba hajajazwa roho kwa sababu unaongea kwa dini. Maana kuna watu wanasababisha. Mimi nakumbuka wakati niliokoka kuna mtu alikuwa ananiombea na sasa alikuwa anataka tujazwe roho, na sasa ametuwekelea mikono. Nikaona ameniwekelea mkono mpaka magoti imeuma, na sijaongea kwa dini, na magoti imeanza kusikia uchungu, nimeanza kusikia mgongo hapa imeanza kuuma, na kichwa ameniwekelea hata shingo imeanza kuuma hapa. So wakati ambapo alikuwa nikasema tu kanta bila kulia, na nikasema hizo vitu zangu. Akasema umejazwa. Kwa sababu yeye alikuwa na time mpaka ningoje nitoe nini? Pengine niongee kwa dini. Lakini si lazima. Maandiko inasema vizuri ya kwamba ni dini, ni vipawa tofauti. But there are evidences. Praise the name of the living God. Amen. Maana kuna watu utakuta mtu anatabiri, na anatabiri pengine ataongea anatabiri prophet, hata ongei kwa dimi, ana prophesy directly, hatumi dimi. Hicho ni kipawa, si kwa sababu hakuongea kwa dimi ya kwamba hajajazwa roho. No,
Kwa hivyo tusitumie, usiangalie kipawa kimoja ukadhani ya kwamba ndio evidence ama inayoachilia ama inaonyesha kwamba mtu amejazwa ama hajajazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema ya kwanza, jua mahali ambapo tunaanzanga na Mungu na Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the living God. So there are different kinds of gifts. And don't forget, speaking in tongues is one gift. Interpretation of tongues is another gift. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna mwingine gift of healing, anatumika na uponyaji. It's a gift. Kuna gift zingine tasoma katika maandiko utasikia ni administration. Pengine haongei kwa dimi, lakini wakazi yake ni uongozi. Na ni neema amepatiwa. Na ni Roho Mtakatifu patiana hicho kipawa. Praise the name of the living God. Amen. So we need to understand gifts ni tofauti. The reason why watu wengi huona ni kana kwamba kuongea na dimi ndio ishara peke yake, it's because in the book of Acts the first sign was hawa mitume walipokuwa katika mara pamoja, walipomiminiwa Roho Mtakatifu wa Mungu, waliongea kwa dimi wote, si ndio? Waliongea kwa dimi tofauti tofauti. But that was not the only gift ambao Mungu amepatiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the living God. Mimi niko na shosho yangu. Shosho yangu akiongea kwa dimi, anaongeaga kizungu. Gedhogo, kizungu. Ile Gedhogo, excellent. Kizungu. Mrekodi tu, umuulize shosho, ulikuwa unasema nini? Hashiki kizungu, hajui. Lakini akiongea kwa dimi anaongea za kizungu na shosho hajasoma. Dimi za kizungu, mfululizo. Ukimwambia shosho ulisema nini? Hajui. Nyinyi ndio mtakuwa umesikia kila macho shosho amesema. Yeye alijazo za kizungu. Dimi Mungu anaweza kuongea. Pengine wengine mnaongeanga na Kisomali na hamjui. Wengine mnaongea kama China. Haujui? Tofauti. Praise the name of the living God. Because it's not a tongue, it is tongues. Meaning wingi. Wengine unaweza kupata Mmasai anaongea Kikuyu. Akiongea kwa dimi, anaongea Kimasai, anaongea Kikuyu. Anafikiria kwamba ameongea pengine language nyingine, lakini kumbe mwekole hani akuigua. Mkigua alikuwa hapa alikuwa anasikia kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Kwa hivyo sikani kama tunahukumu watu ambao kama ukiwa naongea na dimi, mimi Mungu kuna jinsi ambavyo anavyonitumia. Nisione nikana kwamba mwingine Mungu anapomtumia kwa njia nyingine kama hajajazwa Roho. Praise the name of the living God. Na maandiko yanasema namna gani? Teremka hapo chini. Hiyo verse 4 tu. Bali Roho ni yeye yule. The same spirit, but giving diverse vipawa tofauti. Na maandiko yanasema vizuri ya kwamba kulingana na mapenzi yake. Hauwezi ukalazimisha Roho Mtakatifu wa Mungu atakupatia nini? Hauwezi ukamlazimisha. But Paulo anasema ya kwamba covet the gift of prophecy. Unaweza ukacovet, kutamani. Na Mungu akupatie. Lakini hauwezi ukalazimisha Roho Mtakatifu wa Mungu. Anapatia mtu kulingana na mapenzi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo usikasirike kwa sababu kuna watu ambao wanatameningi, mimi nilikuwa nataka kujazwa kipawa hiki, Mungu akakujaza hiki. Anajua sababu alikupatia. Na maandiko yanasema kwamba that you may benefit one another. Praise the name of the living God. Anajua akikupatia kipawa fulani hakita benefit watu wengine. Ndio maana amekupatia hicho, anajua hicho akiwa amekupatia mahali ambapo uko positioned utaweza kujenga wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Praise the name of the living God. Teremka mstari wa 5. Mstari wa 4 malizia. Nimemalizia. Distributes them. 5. Mstari wa 5. Tena pana tofauti za huduma. Sikia. Ya kizungu inasema hivi. There are different kinds of services but the same Lord. Huduma tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu wanatuhudumia kwa njia tofauti. Unaweza kudhania pengine mwalimu wa Sunday school hajapatiwa kipawa kwa sababu pengine ni mwalimu wa Sunday school. Lakini nakwambia kuna mtu ambaye yuko katika nyumba hii, ukimwambia nenda ukafundisha walimu wa Sunday, ukafundisha wale watoto, utaelewa ni neema.
Utaelewa ni kipawa Mungu amempatia. You come to understand later that gift, unajuanga si uweza wangu, si akili zangu zinafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Roho Mtakatifu wa Mungu alikuja tufanye nini? Atusaidie. So katika huo usaidizi ndio unajua hili jambo si langu la kawaida kufanya. Wakati niwaambia kwamba wakati mwingine mimi nikiombea mtu mgonjwa, sitakangi kupiga mahesabu nijiulize huyu mtu huwa anaponywa namna gani. Mungu anaanzaga kazi namna gani kama daktari, kama nafanya utafiti. Kwa sababu ukianza kupiga mahesabu, Roho wa Mungu akuje, sijui anaingia kwangu, anaenda kwa huyu mtu, aponye, abadilishe hiyo ugonjwa, hata kama ni kitu ambayo ilikuwa ni uvimbe ama kitu kama kile, ugonjwa huo. Ukianza kufikiria hiyo, imani yako inaweza ikaenda. Muamini tu anafanya na vinavyofanya, hata huwezi ukaelewa. You can't comprehend. Huwezi ukaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Amen. Wakati mwingine nikiombea mtu na unaona ni kweli huyu mtu amepagawa na pepo, na unatoa pepo, hujui itaendanga namna gani. Mimi sitaki kuiona na macho haya, but in my spirit I believe itamwacha. How? Vile Roho Mungu anafanyanga na hiyo roho haionekani kwa macho haya, hata mimi siwezi nikakueleza. Praise the name of the living God. Amen. Si kazi ya mwanadamu. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Verse 6. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Bali Mungu ni yeye yule asitendaye kazi zote katika wote. Bwana Yesu asifiwe. Kazi, utendaji wa kazi. Kwa hivyo kuna watu wanaweza kuwa nafanya kazi, unaweza kufikiria kwamba hili jambo ni la kawaida, lakini upate ya kwamba kumbe ni Roho wa Mungu amepatia mtu hiyo kazi aweze kuifanya. Na ndipo maana mtahitaji kujiuliza haya maswali tunapofanya kazi ya Mungu. Jiulize, hii kazi ni kutamani na tamani kwa sababu inafanywa na watu wengine, ama hiyo ni mzigo ambao Mungu ameweka ndani yangu? Na ile kitu ambayo mimi huwa ninaangalia sana, najiulizanga hii maswali. Ikiwa ni Mungu alikuita katika kazi na ni Roho wa Mungu anafanya kazi ndani yako, kwa nini nishindwe na hii kazi, ili hali msaidizi aliye Roho Mtakatifu wa Mungu yuko hapo kunisaidia katika hiyo kazi? Bwana Yesu asifiwe. Unless kulikuwa na disconnect katikati yako na huyo Roho ambaye hutusaidia kufanya hii kazi hapa anayozungumzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. That's the time that you come to realize kuna Roho wa Mungu anafanya kazi ndani yangu, anayenisaidia kufanya hili jambo, maana mimi siliwezi. Napatianga testimony yangu, mara ya kwanza mimi kupatiwa ibada nihubiri kanisani. Mimi nilipotea kanisa Sunday ya mbele. Sunday yangu ya kwanza kwa nitahubiri Sunday, ibada ya kwanza. Nilipotea hiyo Sunday. Mchungaji ilibidi apage message atakayohubiri, maana aliningojea, hakuniona. Naogopa, siwezi kusimama mbele ya watu. Muoga, mtu shy, singekubali. Nilipotea. Wiki nyingine ndio nitafuta. Kaniambia, akaniita, akakuja akanitia moyo. Nikapanga message ambayo ningehubiri kama siku 3 ama siku 4 mfululizo. Niandika kwa black book kubwa sana. Nikuja nilipokaribishwa nikapigiwa makofi, ndio maana nikaambia Minister David wakati ameniita hapa anapigiwa makofi. Imenikumbusha hiyo siku. Message ambayo ningehubiri karibu masaa 4, maana masaa 5. Nilihubiri dakika 5 nikiwa nimeombea watu, nimefanya altar call, ikaenda. Ikaisha. Ndipo mchungaji akaniambia, nataka tuende na wewe maombi. Akanipeleka maombi siku 7, tukaenda naye mlimani kwa maombi. Kila siku akawa akinishika mikono asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Siku moja akiombea watu akaniambia, na wewe anza kuona ile. Nikaona naekelea watu mkono, watu wanaanguka. Kasikia. Nikaekelea wengine. Nikaona haya. Kwa hivyo kuna kitu. Akamaliza, akaondoka, akaniambia malizia hiyo kazi, akarudi kwa ofisi. Mimi nifanya vile alikuwa nafanya. Nikajua haya, kumbe kuna kitu nilipokea. Sasa Sunday hata nikisimama wakati mwingine nisimama na ujasiri, nikajua tini doraga. Sio mimi, kuna mtu mwingine ako ndani yangu anayenisaidia hii kazi. Maana hapo bereni nilikuwa muoga na sikuweza kusimama.
Na the same thing ambao akina Petero, akina John wali experience, watu ambao walikuwa waoga, wakati walijazwa Roho Mtakatifu wa Mungu waliweza kusimama mbele za watu na ujasiri. Huo uwezo ambao Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anakupatiaga kitu ambacho hauwezi ukafanya kwa wewe mwenyewe, kwa uwezo wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kupata mtu amepatiwa kipawa cha uibaji lakini hawezi kuiba, lakini Roho Mungu akuja juu yako, ashika hiyo mic, najua tinie, lakini na wakati utaizoea, hapo ndipo Roho Mungu anaondokaka. Praise the name of the living God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Nisome haya maandiko. 1 Corinthians 12:20-30. Hujube nitaendelea tu kwa sababu ningependa tuweze kuelewa zaidi. 1 Corinthians 12:20-30. 12:30. Yes. 1 Corinthians 12:28 to 30. To 30. Hiyo mistari miwili. Usikie haya maswali ili unielewe. 1 Corinthians 12:28 to 30. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu waalimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano, na maongezi, na aina za lugha. Aina mbalimbali za lugha. Je, wote ni mitume? Sikia, Paulo anauliza katika hii maandiko, wote kanisani, katika hilo kanisa la Korintho walikuwa mitume? Hapana. Wote ni manabii? Hapana. Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Bas. Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all speak in tongues? Do all interpret? No. This question ambayo Paulo alikuwa anauliza ni kumaanisha kwamba wote hawakupossess gift zote pamoja ama zinafanana. So ukiona mtu haongei kwa dimi usifikiri hajajazwa Roho. Pengine mwito wake na katika karama ambayo Mungu amempatia ni tofauti. Manipata wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. That's why Paul was asking this question in the church, that they might understand. Yakobo, ukiona huyu amejazwa kipawa hiki, usione ni kana kwamba wewe umejazwa hiki kingine ukaona ni kama yeye hajapatiwa hicho, hajapatiwa Roho na Roho Mtakatifu. Na tulisoma pale mwanzo mstari wa 4 mstari wa 5. It is the same spirit. Kwani anakupatia akiwa wapi? Anakupatia akiwa ndani yako. So the beginning is salvation, then the gifts. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That's why not all of you here mnaongea kwa dimi. Sio wote mna tafsiri. Mnasikianga hapa manabii wakitupatia dimi na mwingine na tafsiri. Anaweza patiwa mbili zote pamoja aongee na tafsiri. Wote hatutumiki kwa njia moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Kwa hivyo kila mtu amepatiwa kipawa chake na yule Roho, na si kumaanisha kwa sababu wengine huoni akiongea na dimi ukafikiria kwamba hajajazwa Roho. Lakini ni vizuri tamani kuongea kwa dimi kwa sababu tutasoma wakati mwingine ili uelewe dimi nazo huwa zinakujenga wewe. They builds you. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ili usikae mahali, lakini Roho wa Mungu akikuja juu yako lazima utajua. Na nitaendelea kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the living God. Amen. But it's good that I did this verse. Napotamatisha Galatians wa Galatia 5 mstari wa 22 mstari wa 23. Wagalatia 5 mstari wa 22 na 23.
Lakini tunda la Roho ni upendo. Tunda la nani? La Roho. And these are the initial stages. Roho wa Mungu anapokuja kwako, kuna mambo hubadilisha katika maisha yako. Mtu aliyekufa huanza kuzaa haya matunda: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Basi, kwa hivyo kitu cha kwanza, Roho Mtakatifu wa Mungu akikisha kuingia ndani yako na kubadilishe. So kazi kubwa ya Roho Mtakatifu wa Mungu, nataka tuelewe ya kwamba it is that process of transformation, kubadilishwa, kukugeuza. Ndipo maana hata Sauli, wakati Saul alijazwa Roho Mtakatifu wa Mungu, alibadilishwa akawa mtu mwingine. David, mtu alikuwa mchungaji akafanywa kuwa mfalme. That process ya transformation ni kazi ya Roho Mtakatifu wa Mungu fanya, na afanyangi akiwa nje, anafanyanga akiwa ndani yako. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. So walk ya Roho Mtakatifu wa Mungu ni safari, na matunda haya ndio huonyesha. The first signs ni mtu alikuwa mwizi, si mwizi tena. Saul akabadilishwa kuwa Saul, akawa Paul, muuaji, akahubiri injili ambayo alikuwa anapinga. That process of transformation is a work of the Holy Spirit. Praise the name of the living God. Amen. Ukiona mtu alikuwa hivi na amebadilika, jua Roho wa Mungu yuko ndani ya huyu mtu. Amen. Anafanya kazi. He is working in this person. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Na nitakuonyesha katika maandiko, kuna watu wengi katika Biblia kama Yohana Mbatizaji alikuwa amejazwa Roho akiwa katika tumbo la mama yake, lakini katika Biblia hakuna mahali imekutiwa he spoke in tongues. Elizabeth, Zakaria. So ndio maana ili muacha kuhukumu watu ambao hawaongei kwa dini, ukaona ni kana kwamba hajajazwa Roho, amejazwa kibaa kingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But it is good that you desire, utoke kiwango ya kwamba the Spirit of God anakaa tu ndani yako, but alete ile manifestation, madhihirisho. Kwa hivyo kuna kipawa Roho Mtakatifu wa Mungu atakupatia na kunatokea madhihirisho. Kuna kipawa hauwezi ukakificha, lazima kitakuwa na manifestation. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu mwenyewe hakuna mahali babu Biblia kuu tunasema kwamba aliongea kwa dimi. Praise the name of the living God. Stefano the same, alijazwa Roho. Biblia kiri vizuri ya kwamba in the book of Mark, Acts chapter number 6 verses 5, alijazwa Roho, lakini hakuna mahali na yeye alikuwa mpatiwa uwezo na hekima ya kuweza kuongoza na kufanya kazi zingine, lakini hakuna mahali ambapo Biblia quote ati ya kwamba aliongea kwa dimi. Kwa hivyo usikashifu mtu ukaona ni kana kwamba mtu hana Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the living God. Amen. It is one of the evidences, but it is not the only evidence that the Holy Spirit of God has. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Najua tutaendelea katika huu ujumbe, ili ya kwamba kanisa na uweze kujielewa, na ili uanze katika mahali ambapo mpo, mwanze na Roho Mtakatifu wa Mungu katika mahali ambapo alianza naye alipokusamehe dhambi, uliposamehewa dhambi na umeanza kubadilishwa na kugeuzwa na kufanywa mtu mwingine. Hapo ndizo stage za kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So you need to ask yourself, nimefikanisha na Roho Mtakatifu wa Mungu wapi? Kuna watu mumedelay Mungu akupeleke katika kiwango cha kukutumia, na ni kwa sababu katika mahala hapa Roho Mtakatifu wa Mungu anataka kuleta transformation katika maisha yako, hujakubali, umekatalia katika mahala pa transformation. Na hapo ndipo unapatanga watu wengi wanakosa kujazwa Roho, ama Roho Mtakatifu wa Mungu anakosa kuleta ile manifestation katika maisha ya mtu. So Christians, we need to go from that level ya kubadilishwa na kuingia katika level ya manifestation, kudhihirishwa. Na hivyo ndivyo Yesu alivyoahidi in the book of John chapter number 14 verses 21 to 23. Anasema kwamba wanaonipenda nitakaa ndani yao. Wakasema Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na akahidi akasema kwamba and we will manifest ourselves through him. Kwa hivyo kiwango cha Mungu kudhihirisha
kukupitia wewe, inakutegemea kama umekubali hii transformation. Na ndipo Yesu anasema kuhusu neno, ukikubali neno, ukifanya jinsi ambavyo neno linavyosema, hivyo hiyo kufanya neno la Mungu linavyosema, ndivyo Roho Mtakatifu anafanya hiyo kazi ya kukutransform. Ukubali kufanya hilo neno jinsi ambavyo linavyosema, ili aingie katika mahala pa manifestation. Ikiwa Mungu hajafika mahali, ama Roho wa Mungu hajafikisha kiwango cha manifest kukupitia, jua kuna kazi umekataa kufanyiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. He is still in you, but there is something that umekataa kutoka kiwango cha hichi cha kwanza cha kumpokea, na ukubali kugeuzwa, kubadilishwa, ili ya kuingiza katika mahala pa kumanifest kukupitia. Nimekwambia mimi kama miaka mingapi? 5 kabla sijaanza kuona ishara za Mungu juu ya maisha yangu, lakini nilikuwa nasikia kweli mimi niko na Roho wa Mungu. Na siku moja Mungu akaniambia kwamba nitakuonyesha kile ambacho kiko ndani yako. Nikifikiria ni wakati imefika kudhihirishwa, kumbe nilikuwa na vitu vingine zinanisumbua ndani. Bado last ilikuwa inanisumbua, bado nilikuwa na mtu wa hasira, bado ilikuwa ndani yangu, bado tulikuwa ndani yangu. So he had to deal with these characters, character hutu tuote, anibadilisha nifanya mtu mwingine, ili aweze kupata chombo anaweza kumanifest kukipitia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. Na ni vizuri kukubali kupelekwa na Roho Mtakatifu wa Mungu katika hiyo process. Na ndio makosa Saul alifanya. Saul aliitwa tu na akatiwa mafuta, akajazwa Roho. Process ya transformation haikuwa. Wakati alifika mahala pa kumanifestiwa, kudhihirishwa, alifanya makosa, akaasi Mungu. Kwa hivyo ukiingia katika huduma na ndio makosa, ukianza kutumiwa na Mungu, na kama haujakubali kufanyiwa kazi, no ka manifest. Utamanifest mtu mwingine ambaye alikataa kukubali kushughulikiwa, kwa sababu huyo mtu alikataa process. Praise the name of the living God. Hallelujah. And this, nitakuja kuguza hili jambo kuhusu, ili tuelewe. Wakati mtu anaekelewa mikono, unakuwa una imparted gift, inakuwaga ni kama umepitishiwa shortcut. Hauendagi full process ya kutrainiwa na nini. Unapatanga mafuta hapo hapo, na Mungu anaweza kuanza kutumia hapo hapo, because ni kitu umemwagiliwa, ni mtu umeachiliwa juu yako, ni mtu amekutamani, ameweka juu yako. Lakini kama ile character haijamalizika kushughulikiwa, unaweza ukafanya makosa na unaweza ukaasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the living God. Na tujue kwamba vyombo vyote ni vya Mungu, na anaweza kutumia chombo chochote kile kwa wakati wake. Haleluya. Ningependa nikaweza kuomba na mtazamaji, kisha naweza kaomba nanyi kwa jina la Yesu Kristo. Msikizaji wetu mahali ambapo upo masaa haya, ningeomba tu Mungu abadilisha maisha yako, ukubali hiyo safari ya Roho Mtakatifu wa Mungu kukugeuza. Na ndio makusudi ya Mungu aweze kufanya kazi ndani yako, ili aweze kukutumia. Saa hizi ninajua kwamba Mungu ako na uwezo, na Roho Mtakatifu wa Mungu ana uwezo kubadilisha, kukugeuza na kukufanya kuwa mtu mwingine. Kubali hiyo process. Inaweza kuwa chungu, inaweza kutumia muda, lakini Roho Mtakatifu wa Mungu akianza, ndivyo maandiko inavyosema kwamba alianzisha kazi njema katika mioyo yetu, ataikamilisha. Yeye alianza hiyo kazi ndani yako ya kuleta wokovu, anataka akamilishe mpaka mwisho, umletee utukufu. Nataka nikaweze kuomba nawe mchana wa leo katika jina la Yesu. Asante Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba na msikizaji wangu na mtazamaji wangu anayetutazama masaa haya, katika jina la Yesu, amelisikia neno hili. Ninaomba uguzo wako wa Roho Mtakatifu kawa juu yake. Naomba akaelewe ya kwamba uko katika kazi katika moyo wake, na kuna kazi unayofanya ndani ya moyo wake. Ninaomba ukapate kumbadilisha kuanzia sasa. Ninaomba Roho Mtakatifu wa Mungu afanye hiyo kazi, ili mtazamaji wangu akaweze kunisikia, aweze kubadilishwa, aweze kutumiwa na wewe Bwana katika kutukuza, ili akaweze kutimiza kusudi lokusudia katika maisha yake katika dunia hii, katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu wa Mungu, naomba na kushukuru na kuamini. Amen. Amen.